Mfuatiliaji wa Jambo TV, leo tunakuletea simulizi ya Majid Goa mwenye umri wa miaka 47, mzaliwa wa Rorya mkoani Mara, ambaye alizaliwa akiwa na alama katikati ya kifua chake ambayo kwa utamaduni wao litafsiriwa kama ni laana. Hivyo alitakiwa uawe, lakini kutokana na msimamo wa mama yake ilishindikana, hivyo ikapelekea kutengwa, huku jamii kimuhisi kuwa anamkia. Katika harakati za utafutaji wa maisha, Majid Goa alihukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani kwa kosa la kumbaka mtoto ambaye anadai kuwa hakuwahi kumuona, huku pia kidai kuwa kesi hiyo ilisikilizwa kwa siku moja, kwa kile alichoelezea kuwa ilikuwa ni kesi ya kupangwa. Wakati anaingia gerezani kuanza kutumikia kifungo hicho, alipata taarifa mbaya ya mama yake kufariki dunia, nyumba zake kubomolewa, pamoja na shamba lake la miwa hekari 6 kufyekwa. Akiwa gerezani, Majid alifanikiwa kuandika vitabu vikubwa 81 na vitabu vidogo 16 vinavyozungumzia maisha yake na ya jamii kwa ujumla. Akizungumza na Jambo TV nyumbani kwake anakoishi katika kata ya Igogo jijini Mwanza, Majid anasimulia safari ya maisha yake mpaka anakuja kutoka gerezani kwa msamaha wa Rais Samia Suluhu Hassan Machi 2021, akiwa ametumikia kifungo cha miaka 16. Kwa majina yangu naitwa Majid Goa, nimezaliwa katika kijiji cha Kiangasaga, kitongoji cha Sonjo, katikati ya milima miwili. Na baadaye nilipata elimu ya msingi kidogo katika shule moja, wakati huo ndio ilikuwa inafunguliwa, inaitwa Nyamugere, na hatimaye kwa kuwa ilikuwa mpya, baadaye ama pale nikaenda kusoma Kushirati. Baada ya kuhitimu elimu yangu ya msingi, basi nikaendelea na majukumu yangu mengine. Ni mkoa gani? Ni katika mkoa wa Mara, wilaya ya Rorya kwa sasa, lakini wakati huo ilikuwa ni wilaya Tarime. Nina historia ngumu kidogo ama nyepesi, kwa sababu kila mwanadamu ana historia yake. Kuna utofauti wa historia ya mtu na mtu. Nilipozaliwa ilionekana kama nina alama fulani hivi. Wakati ule watu wa namna hiyo walionekana kama wana balaa fulani. Ni alama ambayo iko katikati ya kifua. Kuna wengi waliamini kwamba yawezekana wenda ninamkia, kwa sababu niliishi maisha yale ya kufichwa. Yaani nikiwa kuchangamana na watoto wengine na nikazoea hivyo. Na hata watoto wenzangu nao pia waliamini kwamba mwenzetu anamkia. Hata wakati fulani nienda kucheza nao wananiogopa, yani wanakimbia. Hata baadaye mwanamke niliyokuja kuishi naye, yani kumuoa, nilimuoa kwenye historia hiyo, naye alitamani angalau aone kama yawezekana anayosemwa ni kweli. Yawezekana kweli ninao huo mkia. Lakini baadaye nilizoea hiyo hali. Hatimaye nikiwa mtu mzima, kijana kama miaka 25, ndo naambiwa historia nzima ya hiyo alama, kwamba ni kialama fulani kiko katikati ya kifua. Kwa desturi za kwetu, watu wanaozaliwa na alama hiyo itakiwa uawe. Na kwa nini nilifichwa? Yawezekana wenda kulikuwa na siri. Sikuambiwa historia nzima na wazazi wangu, nakuja kuambiwa na mtu mwingine. Bibi mmoja hivi akaniambia, nakwambia leo, lakini hii kitu usije ukaisema, maana itaonekana kama waliokuficha walikuwa na sababu. Huu utakuwa ni uchonganishi. Kama ilivyo kawaida, na mimi niliendelea na maisha yangu mengine, na baadaye nikazoeana na watu, kaishi kama watu wengine. Sasa na baada ya watu kujua huyu mtu kumbe ni wa kawaida, ana mkia. Sasa ile alama ilibaki kama siri. Na kwa sasa alama kuna wakati inakuwa kubwa, na kuna wakati inafifia kabisa na inapotea kabisa. Yako majira fulani yakifika lazima inakuwa kubwa. Kwa mfano kama kipindi fulani sina misukosuko, nimekaa, nimetulia, huwa inaonekana vizuri kabisa. Yaani ni mstari mweupe unapita hapa katikati unashuka chini. Inaonekana kuna wakati inakuwa pana, kuna wakati inakuwa nyembamba mpaka inapotea.
Sasa mwaka 2003 niliacha shughuli za uvuvi kwa sababu miaka ya nyuma huko nilikuwa nafanya kazi za uvuvi, baadaye nikaenda kulima. Sasa kama kawaida kilimo kilivyo, unapoanza unaanza taratibu, na mimi ndivyo nilianza taratibu na lima nyanya, baadaye nikaamua kulima miwa. Sikujua kama yawezekana kwenda natengeneza matatizo. Mimi niliona ni sehemu nayo jitafutia, lakini wengine hawakutaka hivyo. Wenda walitamani niendelee kuishi maisha hayo niliyokuwa naishi, maisha ya uvuvi. Na wakati fulani ni watu wengine wanaweza kufikiria walitamani kuona na wapigia magoti. Unajua kwenye dunia kuna watu na binadamu. Sasa niliokutana nao huko ndio hawakuwa watu, walikuwa binadamu. Binadamu ana mambo mengi sana. Na hata ukiona Mungu alipowaumba, alimuumba mtu, alipobadilika akawa binadamu. Binadamu ni shida. Mwishoni nikapata kesi ya ubakaji. Ni jambo lililotengenezwa. Ikatengenezwa, watu wakaingia kwenye makubaliano. Siku ya kwanza kuanza kukata miwa ndio siku niliyokamatwa. Hiyo ilikuwa mwaka 2005 mwezi wa 8. Na ekari 6 hivi. Sio kwamba nililima kwa mikono, nililima kwa kutumia ng'ombe. Alafu baadaye nikapanda. Sasa wakati wa kuanza kuvuna, kama unavyojua ekari 6 ni parefu. Baadaye nikajikuta nimepata kesi, na kesi ile kuchukua muda mrefu. Ilichukua muda mfupi sana, kesi kaisha. Yaani kwa kesi kwa muundo wa kesi ilivyokuwa, ni hata kama ningekataa, ningekubali, ningelilia, lazima tu ningekutana na hatia. Maana ile ilikuwa ni hatia ya kutengeneza. Inawezekana wewe ukaongea, lakini unayoongea yasiandikwe, yakaandikwa mengine. Kwa hiyo nikawa nimehukumiwa miaka 30 gerezani. Sasa nakwenda kuanza maisha mapya ya jela. Wakati huo inasadikiwa kati ya miaka 28 na 35, katikati hapo. Unajua sisi tulipokuwa tunazaliwa, wakati hakukuwa na hivi kliniki kule kwamba mtoto anazaliwa anapelekwa. Wale vitu watu wanahisi, hata wazazi wanaweza wakahisi, wanahisi wakati ule mvua ilinyesha nyingi. Kama unavyojua wazazi wa miaka hiyo sasa. Wanahisi kwamba ilinyesha mvua nyingi wakati huo, ama kulikuwa na jua, ama kulikuwa na janga la njaa. Yawezekana ndio walizaliwa wakati huo sasa. Kwa hiyo wanakuwa wanakadiria sasa hiyo miaka hiyo. Na hayo mazingira ya hiyo kesi yalikuwaje? Yaani kwa maana yani hilo tukielekea tukio ni kwamba alikuwahi kutokea na halikuwepo. Yaani ni kama vile mtu anapita barabarani, anasimamishwa na polisi, wanakuambia bwana, tuna mashaka na wewe, simama, tuna shida, tunakufananisha, twende huku. Utajua tukifika huko kuna watu wanataka kutambua watu, lakini walivyotuambia ni sura hii naye inafanana na ya kwako. Ukifika njiani wanakuambia hii bangi ni yako. Sasa ukatae, ukubali ni yako. Wakifika kituoni wanakuandikia. Hivi vitu nimewahi kuvisikia nchi fulani hivi. Sijui kama Tanzania vipo. Yawezekana vipo ama vipo. Lakini katika nchi fulani hivi huko niliwahi kuvisikia. Kwamba kulikuwa na mazingira ya watu ya namna na hata kwangu ndivyo ilivyokuwa. Na mara baada ya kufika mahakamani wanasema kwamba kesi ilifanyika kwa kipindi kifupi. Hebu unaweza kutuhadithia ilikuwaje na ilikuwa katika mahakama gani? Siku ya kwanza kufika mahakamani ni katika mahakama ya wilaya Tarime. Siku ya kwanza kufika mahakamani nisomewa shtaka na baadaye naambiwa upelelezi umekamilika. Asubuhi yake nimerudishwa gerezani, wakapiga siku 14 asubuhi yake anaitwa kutoka gerezani. Tukiwa mahakamani. Mashahidi wameshafika. Yaani kwa kawaida upelelezi ukikamilika, ukipigwa wanaita mention, yani zile tarehe ni 14 ndio utarudi wiki 2. Lakini sasa hii ya kwangu ilichukua siku moja, umekamilika, basi nikapelekwa mahakamani. Shahidi mwenyewe anakataa.
Alafu anaambiwa wewe sema. Na hata ukiangalia kwenye cross examination ya watu nayo mpaka leo ile faili wanakataa kesi. Na maana kesi ilikuja kunifunga haikuwepo. Ile iliyonipeleka ilitupiliwa mbali afu nikafungwa na nyingine. Yaani hiyo wakaandika vingine sasa. Kwa sababu ukija hata kwenye faili yenyewe ndio nalo waliondoa. Kesi iliyokuwepo ilikuwa ni kesi gani na kesi yani iliyokuwepo ni hiyo na haikuwa na ushahidi. Kesi ya ubakaji. Ambapo walidai kwamba umembaka mtoto wa miaka mingapi? Walidai miaka 12. Yaani sasa upatikane na hatia. Sehemu nilikuwa nafanyia shughuli yangu ni bondeni, watu wanapitisha ng'ombe. Na sehemu ile wengi walikuwa wanachungia umma. Sasa ukishafanya shughuli za kilimo, ina maana hawa watu wenye ng'ombe hawawezi kuendelea kulima tena. Lakini pia ukiachilia hayo ni jambo ambalo watu waliingia makubaliano. Sasa ikaonekana kama mimi nikivuna basi nitakuja kuwazidi watu wengine. Kwa hiyo huyu kumkomoa ataenda huko. Maana mtu aliyeanza alitaka kununua. Kwa wakati ule anatoa ng'ombe 6 na mimi nikamwambia haiwezekani. Sitaki kusikia tena habari ya hizo ng'ombe wala ni sitaki. Na kwa kuwa nimefanya kazi mwenyewe nitaimaliza mwenyewe. Sasa ni makubaliano yaliingiwa na familia, yani ni jambo kidogo unaweza ukasema ni jambo la kusikitisha. Unaweza ukafikiria watu wengine hawana utu. Ni familia, sisi tuko wengi. Tuko wengi kwa baba. Baba alikuwa na takriban wanawake 6. Ina maana tulikuwa vijana 24. Kwa hiyo haya mambo yalitoka nyumbani. Na hata baada ya kurudi kutoka huko wenzangu wametaka mpaka leo tuingie kwenye maridhiano, wanitake samahani kwa kile walichokifanya. Na siku ambayo ndo inatolewa hukumu kwamba umehukumiwa miaka 30 jela. Ilikuwaje? Unaweza kutusimulia kidogo? Unapohukumiwa miaka 30, wengine wanakuwa weu, wengine wanazimia, wengine wanachukulia jambo la kawaida. Sasa kwangu mimi basi kuamini kwamba hiyo nimefungwa miaka 30. Nilikuja kujua nimefungwa miaka 30 siku ya pili yake, yani siku leo nimehukumiwa alafu kesho yake ndio naona sasa umbali wa huko nako kwenda. Kwanza hata hapajulikani nitatoka lini. Nikaanza kupiga hesabu umri ndio nao na hiyo miaka niliyoambiwa nitakaa huko. Alafu na kibaya zaidi siku hiyo naletewa taarifa, mama yako amefariki. Pale nyumbani wamechoma nyumba zote moto. Nyumba za kwako? Shamba wamelikatakata. Yaani maana kwamba watu wamejimilikisha kwa nguvu, kwa sababu hakuna sasa mtu anayeweza kukataa. Sasa hilo ndio niumiza. Sawa, huyo mtoto niliyokuwa naye kijana huyo na mama yake watakuwa wameelekea wapi? Ni vitu vilivyoniumiza sana. Na ulivyokuja kufuatilia walikuwa wapi kwa kipindi hicho wakati wanakata hiyo miwa? Sikupata taarifa zaidi ya hiyo. Na baada ya hapo sikupata taarifa yoyote tena hadi ilipotea miaka kama 9 hivi. Ndio nikaja kupewa sasa taarifa. Yaani takriban miaka 9 ndio nakuja kupata taarifa. Yaani miaka 9 niko gerezani. Ndio nakuja kupata taarifa ya kijana wangu. Tena alikuja mtu mmoja hivi kuja kunisalimia. Akaniambia nilikutana na kijana wako. Sasa hivi ameshakuwa mkubwa kidogo. Akaniambia uendako huko jitahidi ukimwona babangu umsalimie sana. Kama utaweza kufika Mwanza, kama yupo kweli msalimie. Lakini umuulize
mimi ni nani na kwetu ni wapi na ndugu zangu ni akina nani. Kwa hiyo bwana aliponiletea hiyo taarifa, sasa hiyo ndio ile niumiza, maana mimi niliwaza sana. Taarifa alizileta ndio hizo, anasema kijana wako amesema ni kuulize wewe, yeye ni nani, kwao ni wapi na ndugu zake ni akina nani, na ikiwezekana kama una namna ya kumsaidia umsaidie. Sasa nikawaza sana, maana hiyo ilikuwa ni 2015 hivi. Nilikuwa nategemea rufaa yangu huenda naweza nikashinda, lakini kwenye hii mahakama ya rufaa nimefeli. Na kwa kwenda iko bado miaka 11 mbele. Natakiwa nikae miaka 20. Huyu namsaidiaje? Miaka 20 sasa 30 tena. Kuna kitu anaita remission, yani punguzo la 1/3 ya adhabu uliokuwa umepewa. Hiyo wanakuwa wamekutunzia kiasi kwamba siku ukifanya makosa yoyote, yani hata kama kuna mkuu kakwambia twende kwangu kapadilia, afu kamwambia mzee kidogo leo na sijisikii vizuri, wanakurudishia. Yani wewe chochote utakachoambiwa inabidi utii kwa kutunza kale ka sehemu waliko kuondolea. Japo ni kisheria kwamba unatakiwa kutolee, ni sheria hiyo. Lakini wao wamekahifadhi pale kama sehemu ya adhabu fulani. Ndio tuendelee. Wamekuwekea hofu kwa hako. Ndio. Au ka sehemu waliko kuondolea. Sasa baadaye nilipotoka pale nienda nikawaza, huyu namsaidiaje? Lakini nikafikiria naweza kuandika. Sasa wazo likanituma, ili nimsaidie huyu nitakiwa niandike story moja, alafu niwaomba hao jamaa magereza wanisaidie namna ya kuchapa na kuuza ili nimsaidie huyo kijana. Sasa nikaenda kule, asubuhi yake ninaenda kumuomba afisa mapokezi, wanamuita admission officer. Lakini naye ananishangaa, anauliza, hebu kweli wewe kweli tunayekujua unajua kuandika? Kabisa? Nikamwambia ndio najua. Ananiambia wenda unaota. Ndio kweli, nipe ruhusa tu nikaandike. Ananiambia naenda kaandika. Nikaandika kitabu fulani kinaitwa Binadamu Kumbe Ndivyo Mlivyo. Nasimulia historia ya kijana huyo, yani huyu mwanangu, lakini kwa muundo mwingine. Sasa nilipomaliza nikawapeleka, akakagua, akanirudishia, ananiambia kaandike kingine, nikaandika tena kingine. Nikawapelekea Kitabu cha pili hicho. Kitabu cha pili hicho. Wakakagua, wakanirudishia, nikaenda kuwaomba sasa. Baada ya kuandika cha tatu, nikaenda kuwaomba, bwana naomba mnisaidie namna ya kuchapa hivi. Waniambia sisi hatuna namna ya kukusaidia. Wewe ukiweza kuandika andika. Kama yuko ndugu yako anaweza kukusaidia, lakini la sivyo utajifurahisha kusoma na wenzako, napeleka namba. Yani nao wanaamini kwamba nafanya hivi, yani naandika ili kupunguza maumivu ya kifungo. Yani msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Sio kwamba nao walikuwa wanaamini kwamba mimi vinavyoandika ni vitu ambavyo vitawafundisha watu na kuwaburudisha, maana elimu na maarifa upatikana katika maandishi. Hata hao wasomi wamesomaje? Ni wasome vitabu hivi. Sasa baada ya kuniruhusu na huku nimekwama, nikajikuta sasa mimi naandika. Sasa namna ya kupata vifaa, hapo ndo kulikuwa na mtihani. Maana kwa wakati huu nilikuwa siruhusi kutoka nje. Sasa vifaa napataje? Kabidi niwe natoa, yani siku moja natoa ile sehemu ya mgao wangu wa chakula, nampa mtu anipe vipande vya sabuni. Vikiwa vingi namtafuta mtu anayetoka nje huko, hao wanaokwenda kufanya kazi ya wenye vifungu vifupi kidogo, anaenda anauza, ananunulia kalamu na daftari ananiletea. Na hayo ndio yalikuwa maisha yangu wakati nikiwa huko. Kwa hiyo nikihitaji kalamu lazima sikio nisile kwanza chakula changu, nikampe mtu anipe vipande vya sabuni. Alafu vikiwa vingi namtafuta tena mtu anayekwenda huko nje, anaenda navyo huko, anaviuza huko, ananunulia kalamu na daftari, analeta. Sasa nikajikuta naandika kwa namna hiyo. Kuna wakati fulani nilikuwa
naamua tu nikale jalalani, yani yale mabaki yale ya chakula yanayotupwa, umetupa machungwa mabovu. Kuna watu walikula ugali wakabakiza wakaenda kutupa jalalani. Inabidi nile hivyo ili sasa nisife na njaa. Pole sana. Nipate kile ninachokitaka. Kwa hiyo wakati unaandika hivyo vitabu huko gerezani, na changamoto nyingine yote pengine ambayo ulikuwa unakumbana nayo? Ndugu mwandishi wa habari, changamoto kule ni nyingi sana kwa sisi waandishi. Jamaa wakubwa hawa walinipa nafasi ya kuandika. Kwanza mmoja kunitengea muda. Jambo la kwanza la mwandishi ni muda. Kwa kwanza apate sehemu tulivu, awe na vifaa, asiwepo mtu wa kumubuguzi. Mimi niambia anaenda kaandika, ukujua uandishi nao pia unahitaji muda. Sasa unalekwa namna gani? Wakati mwingine unaandika, wao waliokupa nafasi hawaamini kile unachokiandika. Hata ukiwapelekea kukagua, bado hawaamini. Kuna wakati walikuwa nakusanya kalamu zote. Yaani ilikuwa na masharti, naanza kuandika ile saa 4 baada ya shughuli za ndani kuisha, usafi ule, kufagia, kufanyaje. Kifika saa 8 muda wangu wa kuandika umeisha. Ndio maana inabidi wakusanye. Hivyo mtu alikuwa anapita anakusanya zile kalamu, anapeleka. Kuna wakati mwingine unaandika anapita afisa magereza hao wadogo hao, hivyo vya chini. Wewe unaandika, yeye anakukoa mkonzi kichwani, pumbavu zako, ungejua kuandika ungeandika nje, shezi huku sio sehemu ya kuandika. Sasa ununo upata adhabu, umtukano upata adhabu. Kwa hiyo unaweza kufanyaje? Ina yote niliyovumilia. Wakati walikuwa nakusanya vyote wanapeleka huko. Kabla sijaandika nawapelekea zile title. Bwana nataka kuandika hiki. Haya ndio maudhui. Na nikiandika hizo content nawapelekea. Bwana yaliyomo yatakayoandikwa ndo haya. Na nikimaliza pia nawapelekea. Nimeshamaliza hiki hapa. Kagueni. Wanakagua, wananiandikia ama nigongea muhuri, nenda kaendelee. Na hata wenzangu pia kuna wale ambao walikuwa hata hawapendi kabisa kuona mimi nafanya hiyo kazi. Maana muda mwingi unakutana na watu ambao kwanza hata yani wao wanawaza bange, sigara na mambo mengine ya ajabu. Wanaona kama wewe ni yani sehemu ya kituko tu. Unachokifanya ujui. Na hata wavunja moyo ni wengi kuliko unafikiria. Naandika mtu anakuambia sasa wewe angalia miaka ulionayo. Hivi na vitakusaidia nini? Utatoka lini? Kwa umri wako wewe hapo unatoka umezeeka, hivyo kusaidia kitu gani kwanza? Ukifikiria ni kweli. Namba hiyo nasoma hiyo. Kiangalia kifuano umekuandikia 2045. Alafu ongeza na miaka yako ulionayo, utakuwa hai. Ukiwa na roho nyepesi unaweza ukaacha, lakini kwa kuwa ni kitu kilichokuwa rohoni mwangu, hata kama wangenipeleka kuzimu, imradi napumua ningeandika. Na katika kipindi hicho ambacho ulikuwa gerezani, ulifanikiwa kuandika vitabu vingapi? Nilipokuwa kule nimeandika vitabu 81 vikubwa. Namaanisha kitabu kinachoanzia kurasa 160 na kuendelea. Lakini huko nimeandika vingi. Ninavyo vile vidogo vidogo 16 ambavyo havikuhesabiwa wakati niko huko. Na hata baada ya kutoka huko niliporudi huko nimeandika vingine vingi tu. Kwa sasa viko 116. Vilivyo hai 116. Maisha ya gerezani yapoje? Kwa kawaida maisha ya gerezani magumu. Kwanza ni nchi nyingine ile ina taratibu nyingine, ina sheria zingine. Wao wanaamini kwamba ukiisha kwenda kule wewe ni sawa na marehemu, sio mtu tena. Ndio maana wakaita mfungwa. Tafasiri yake ni mbaya. Nusu mfu. Yaani ni nusu mtu aliyekufa, nusu hai, nusu mfu. Kwa hiyo wanaamini kwamba wewe hujui chochote, yani ukiwa kula hujui chochote. Yani upo tu,
haujui wala usikii wala uoni. Kwa hiyo ili uone, kuna mtu anayekuonyesha, na anayekuonyesha kuonyeshi tu kwa kidole, kwa fimbo. Yaani kama unavyoona skrini watu wanachukua remote halafu anabonyeza kile anachokitaka. Na wewe naye huko hivi hivi. Hiyo ndio tafasiri ya huko. Hakuna unachokijua wala unachokiona. Yaani hakipo wala unachokisikia. Katika kipindi chote ambacho ulikuwa gerezani, pengine ndugu walikuwa wanakutembelea kutoka kwenye familia yako? Ndugu walianza kunitembelea 2011, lakini wachache na mara chache. Baada ya kupita miaka mingapi? 2011. Miaka kitu kama miaka 7 hivi. Tangu umehukumiwa kifo. Kuna wakati hata mimi pia nilikuwa natamani kwenda kusalimiwa. Yaani kiona wale watu wanakwenda kusalimiwa na ndugu zao. Na mimi kuna wakati nilikuwa nafunga safari tu, naingia kwenye chumba cha salamu. Na mimi nakaa humo nasikia watu wanasalimia. Mimi namsalimia hata mtu tu. Bana, habari yako? Alafu narudi huko. Yaani roho yangu imeburudika. Ni matukio gani ambayo nasema haya siji kuyasahau katika maisha yangu yote kipindi ambacho ulikuwa huko gerezani? Matukio ya huko ni mengi, lakini kuna matukio kama 3 ambayo mimi siwezi kuyasahau. Tukio kwa mfano, wakati naingia siku ya kwanza, baada ya mwezi mmoja, kuna kitu wanaita special search. Yaani watu wote mnakusanya pamoja. Wote. Bila kujali umri, kwamba huyu ni mzee, huyu ni kijana. Hapo uwanjani hapa, hapo mnavurishwa nguo. Alafu mnapekuliwa sasa. Wanakupekua mpaka zile sehemu ambazo ni nyeti. Wakati mwingine unaweza ukasema ni dhiaka. Kwanza sio haki, wala sio binadamu. Japo sisi tumekuwa na vitu vile vya kutokusema na tumejengewa hofu fulani, lakini ubinadamu hauko hivyo. Ni baada ya siku ya kwanza kwenda kufanyia hiyo special search hapo katikati uwanjani, tuseme ile kitu ilianza kunichanganya kisaikolojia. Ni matukio ambayo mimi siwezi kuyasahau kwa sababu yanatokea kila baada ya miezi 3. Siwezi. Mwanzoni wa mwaka, katikati na mwishoni mwa mwaka. Lazima hiyo kitu ipite. Walikuwa wanalenga nini hasa? Wakagua waone kama mna vitu vya hatari, kwa mfano nyembe, sindano, visu, vitu vyenye ncha kali. Mtakiwa kuwa navyo, kalamu, simu. Kwa wakati ule simu hizi zilikuwa hazijakuwepo nyingi. Kwa hiyo vitu ambavyo walikuwa nalenga sana ni kalamu, nyembe na visu. Na hata baada ya simu kuwa nyingi walikuwa wanalenga hizo. Na pamoja na haya madawa ya kulevya, tumbaku, goro, bangi, sigara. Kwa hiyo wakivikuta wanakwenda kuchoma. Wasipovikuta basi. Lakini lazima wawafanyie upekuzi. Hiyo ni lazima. Na tukio lingine ni mwaka 2013 waliua mtu pale hapo Butimba. Tulipata shida sana, maana kila siku kwanza ilikuwa kama vile adhabu. Lazima mkaguliwe, wasambaze vitu. Wakati fulani mnaambia foleni hapa, mnachapo viboko. Semeni. Hamjui sisi mnasemaje, maana wauaji wenyewe waliwakamata. Sasa sisi ambao hatujui tunasemaje? Na tukio la mwisho ni wakati tunatolewa hapa mwaka 2020 kupelekwa kwenye shughuli za mradi ya kilimo huko sehemu za Kitai huko Songea. Tulipofika kule kweli huko ndiko jela ziliko. Tulala asubuhi yake tukapelekwa shambani. Sasa kule shambani kuna kitu wanaita karibisha wageni. Tukafanya kwanza, mwanzo tulifanya kazi kawaida. Kufika saa 4 tukaitwa wote, wakaanza sasa zile purukushani.
ukipita huku unapigwa fimbo, huku fimbo, huku fimbo. Tukapelekwa kuna sehemu walikuwa wamerundika hii miiba mieupe, hii miti ya miiba mieupe hii. Sasa kule tunakwenda tunachukua ile miiba na mikono, haijalishi kwamba inakuchoma. Halafu tunakimbia kwenda kutupa, wanasema nyakua nyoka. Sasa wa kwanza na wa pili na watatu hao ndio wamesalimika. Watakao wai kufika pale na kuchukua na kurudi kwenda kutupa. Wengine hao wote mliobaki fimbo. Tena fimbo sio za kitoto, fimbo kweli kweli. Yaani kama vile unavyoua nyoka. Yaani hata kama ni mnyama wako uweze kumfanya vile, maana unamtegemea. Ukimuumiza kesho hawezi kukusaidia. Lakini watu hilo ni jambo ambalo hawajui. Na hii inatokana na hiyo slogan kwamba asikii. Sasa mtu ambaye asikii unamhurumiaje? Kwanza asikii, hata ukimpiga asikii uchungu, wala hajui, haoni. Tuliporudi tulimfuata huyo bwana kuna bwana usalama pale. Tukamuuliza bwana, hii kitu ikoje?